Jana pale nchini England Majogoo wa Jiji wamefanikiwa kuweza kuwa mabingwa wa ligi ya soka pale nchini England, na jana walikuwa na game mbele ya Spurs, game ambayo Majogoo wa Jiji walikuwa wanatafuta sare au walikuwa wanatafuta ushindi ili kuweza kuweka bayana kwamba wao ndio mabingwa wa msimu wa ligi ya soka pale nchini England katika msimu wa ligi wa mwaka 2024-25. Na mapema tu Spurs alikuwa mtu wa kwanza kupata bao, watu wakajua labda yawezekana Majogoo wa Jiji mambo ikawa mazito kwa upande wao, lakini mambo yakawa tofauti. Liverpool wakapata ushindi wa bao 5-1, ushindi ambao unawafanya sasa Liverpool kuweza kufanikiwa kwa mabingwa ligi ya soka pale nchini England, na hii inakuwa ni ndoo yao ya 20. Wanawafikia Manchester United ambao pia wana mataji 20 ya ligi ya soka pale nchini England. Lakini pia kiachana hapo pale kuna kwa Serie A pia ushindano unaendelea kuwa mkubwa kwa sababu kuna vita ile ya Inter Milan na Napoli, na jana wanetu wa Inter Milan walipasuka mbele ya Roma, pasuka bao 1-0. Sasa kitendo cha kupasuka bao 1-0 kwa upande wa Inter Milan maana yake kinawafanya wao sasa kudondosha alama 3 muhimu ambazo sasa mara baada ya hapo Napoli ambaye pia jana alikuwa anacheza mbele ya Torino, Napoli ilipata ushindi wa bao 2-0. Kwa hiyo matokeo pia yanafanya Napoli kujikita pale kileleni kwenye msimamo wa ligi ya soka pale nchini Italia, na wakiwa na tofauti ya pointi 3 na Inter Milan. Kwa hiyo Napoli yupo juu akiwa na pointi zake 74, lakini Inter Milan yupo nafasi ya pili akiwa na pointi 71. Kwa hiyo vita ya ubingwa inaendelea. Na kunako FA Cup pale nchini England, nusu finali nyingine imechezwa siku ya jana mara baada ya kuwashuhudia Crystal Palace wakitangulia finali wakiwaacha kwenye mataa Aston Villa siku ya Jumamosi. Jana ilikuwa ni Manchester City alikuwa anacheza na Nottingham Forest, na City jana akapata ushindi wa bao 2-0. Matokeo maana yake inaweka wazi kwamba finali itakuwa ni baina ya Crystal Palace mbele ya Manchester City, vijana wa Pep kunako FA Cup pale nchini England. Kibe, kwa maana hiyo tumefunga ukurasa kwa kiasi kwa upande wa La Liga pale, ambapo sijaona ukisema lolote, ambapo mimi pia ni moja kati ya watu mwenye shauku sana kutaka kujua ilikuwaje Clasico. Sasa ilikuwa nje kidogo ya dunia. Sasa ile manake ile Clasico ambayo ilikuwa inapigwa kwenye Copa del Rey, kwenye kombe la mfalme, mechi ambayo Madrid alikuwa anatishia kwamba hatopeleka timu endapo kama waamuzi hawatobadilishwa. Alikuwa hana imani na waamuzi. Sasa kifupi ni kwamba Madrid amekuwa mteja wa FC Barcelona. Kabisa tunaipitisha. Yani amekuwa mteja kwa sababu kwenye game nyingine, yani kwenye game 3 back to back Madrid anapasuka, na hii kwenye kombe la mfalme pia alipasuka, kitu ambacho sasa kiliwafanya FC Barcelona kuweza kuchukua taji mbele ya wanetu mara baada ya ushindi wa bao 3-2. Na shughuli ilienda 120. Bwana yule bwana mdogo wa Barcelona amekuwa gumzo kwa sana, Lamine Yamal, na inaelezwa kwamba kwa umri wake sasa hivi anaweza kuja kuwa tishio sana hapo baadaye kama ataendelea kuwa hivi. Na kuna watu unajua Lamine Yamal. Umewahi kuona mchezaji jezi na majina mawili? Hapa. Asa watu wengi wanahisi yale ni majina mawili, ila ile ndio jina lake la kwanza. Jina lake la kwanza moja. Sasa ipo hivi. Babake Lamine Yamal alikuwa anapambana kwenye maisha huku na huku. Kuna muda ikatokea ameyumba. Mamake pia ikatokea ameyumba. Kuna muda imefika hatua hawana hata hela ya kulipa kodi. Ikabidi wamguse mtu mmoja anaitwa Lamine. Akamwambia bwana, tunaomba utusaidie. Akamwambia sawa, haina shida. Yule baba yake akamwambia hivi, ukitusaidia mimi mtoto wangu, mke wangu atakapojifungua nitampa jina lako. Akasolve vipengele, akaja akakutana na mtu mwingine pia Yamal. Naye hivyo pia naye akamsaidia vipengele, akamwambia mtoto wangu wife akijifungua nitampa kondo. Mwanetu ikabidi majina yote mawili tu. Kwa hiyo yule anaitwa Lamine Yamal, ndio jina lake la kwanza, afu kombele anaendelea wazee wake na la ukoo nini. Kisa kizuri sana na kinatafakarisha ujue sometimes kwa tunayoyapitia. Sawa, leo pale Muungano Cup nusu finali ya kwanza JKU watakuwa wanacheza na Azam saa 1:15. Itakuwa ni nusu finali ya kwanza Gombani pale Pemba. 1:15. Mnyama atacheza na Bekane tarehe 17 mchezo wa mkondo wa kwanza, tarehe 25 mchezo wa mkondo wa pili. Kwa hiyo ikiwa soka Tanzania bara itabidi imsubiri Mnyama kwa sababu
najua kwamba ligi ilibidishe tarehe 25. Yeah. Kwa kutokana kwamba atakuwa na finali hiyo ya pili tarehe 25, lazima kutakuwa na mabadiliko ya ratiba sambamba na ile michuano ya CRDB Federation, kwa sababu nusu finali zilikuwa tarehe 16, 17 na 18. Kama ligi NBC Premier League italazimu kumsubiri mnyama Simba kutokana na ratiba yake ya kimataifa, basi tupigilie tu msumari kwa kusema mkubwa tu.